Mpendwa wa mfuatiliaji mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi leo ikiwa ni Aprili 11 mwaka 2025. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa sababu ya upendo na fadhili zako maishani mwetu. Tusamehe dhambi zetu, tusaidie tuenende sawa na mapenzi yako. Tumekuja miguuni pako tukiomba msaada wako uende pamoja nasi. Na tunapoenda kujifunza somo hili, enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema Biblia hujifafanua yenyewe. Timotheo wa pili sura ile ya pili ya 15 inasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Biblia hujifafanua yenyewe. Andiko linapaswa kulinganishwa na andiko. Mwanafunzi anapaswa kujifunza kuliangalia neno kwa ujumla wake na kuona uhusiano wa kurasa zake. Analazimika kupata maarifa ya mada yake kuu, kusudi asilia la Mungu kwa ajili ya ulimwengu, ya uibukaji wa pambano kuu na kazi ya ukombozi. Anapaswa kuelewa asili ya mamlaka hizo mbili zinazopigania ukuu, na anapaswa kujifunza kufuatilia utendaji wao kupitia kumbukumbu za historia na unabii, hata utimilifu mkuu. Anapaswa kuona jinsi pambano hili linavyoingia katika kila awamu ya uzoefu wa mwanadamu, jinsi yeye mwenyewe anavyoonesha mojawapo ya nia mbili zinazopingana kwa kila tendo atendalo maishani, na jinsi gani atake au asitake, hata sasa anaamua ni upande gani wa pambano hilo atasimama. Kila sehemu ya Biblia imetolewa kwa uvuvio wa Mungu na ina manufaa. Agano la Kale sio dogo kuliko Jipya, linapaswa kuzingatiwa. Tunapojifunza Agano la Kale, tutaona chemchemi hai zikibubujika ambapo msomaji asiyejali hutaona kilicho chema zaidi ya jangwa tu. Agano la Kale huliangazia Agano Jipya na Jipya huangazia la Kale. Kila moja ni ufunuo wa utukufu wa Mungu katika Kristo. Yesu alidhihirishwa kwa wazee wa imani, kama alivyooneshwa kwa mifano katika huduma ya kafara, kama alivyofunuliwa katika sheria, na kama alivyofunuliwa na manabii. Ni utajiri wa Agano la Kale. Kristo katika maisha yake, kifo chake na ufufuo wake. Yesu kama alivyodhihirishwa na Roho Mtakatifu ni hazina ya Agano Jipya. Yote Agano la Kale na Jipya yanawakilisha ukweli ambao utaendelea kufunua vina vipya vya maana kwa mchunguzaji mwenye akili. Counsels to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 462 na 463. Yesu aliwashutumu wanafunzi wake kwa uelewa wao wa taratibu. Baada ya ufufuo wake, alipokuwa akitembea kwenda Emau pamoja na wawili wa wanafunzi, alifungua uelewa wao ili kwamba waweze kuyaelewa maandiko. Kwa hiyo akalifafanua Agano la Kale kwao kiasi kwamba waliona katika mafundisho yake maana ambayo hata waandishi wenyewe hawakuwa wameiona. Maneno ya Yesu ni mkate wa uzima. Wanafunzi walipokuwa wakila maneno ya Kristo, uelewa wao ulihuishwa. Walielewa vyema thamani ya mafundisho ya Mwokozi. Katika ufahamu wao wa mafundisho haya, walitoka kwenye giza la alfajiri hata kwenye miali ya adhuhuri. Ndivyo itakavyokuwa kwetu tunapolisoma neno la Mungu.
The Signs of the Times, Aprili 4 mwaka 1906. Kazi ya kuifafanua Biblia kwa Biblia yenyewe ni kazi inayopaswa kufanywa na wachungaji wetu wote ambao wanauelewa vyema wakati tunaoishi. Letters, ukurasa wa 376, mwaka 1906. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Aprili 11, mada ikisema Biblia hujifafanua yenyewe. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili la Kesha la Asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.